Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, viongozi wote mlioko hapa, lakini pia Baba Askofu na maaskofu wote mlioko hapa, na waombolezaji wote, na kipekee kabisa familia ya marehemu, poleni sana na msiba huu mkubwa ambao umetupata. Mheshimiwa Rais, leo tunaomboleza msiba huu wa baba yetu, babu yetu, lakini kiongozi wetu ambaye wakati wa uongozi wake na baada ya kumaliza uongozi wake bado aliendelea kuwa mtu mwenye hekima, mwenye busara nyingi, mwenye uvumilivu. Na bila shaka kama alivyosema Baba Askofu alipotuendeshea ibada hapa, ni mtu aliyependa kuwa na amani na watu wote. Hayo yote ni mafunzo kwetu sisi tuliosalia kujifunza kwa ndugu yetu huyu ambaye amelala leo. Mheshimiwa Rais, Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania linatambua mchango mkubwa ambao umepata kutolewa na kiongozi huyu ambaye amelala leo, akiwa mbunge, lakini pia akiwa waziri, lakini pia akiwa waziri mkuu, na pia akiwa makamu wa kwanza wa rais. Sisi tunaendelea kujifunza kutoka katika yale aliyopata kuyasema, yale aliyopata kuyatenda, na tutaendelea kujifunza kutokea hapo. Mheshimiwa Rais, pamoja na hayo, wapo wabunge hapa hawatapata nafasi ya kuzungumza kwa sababu kiongozi wao leo nipo, lakini kipekee kabisa nitambue kwamba yupo mbunge wa jimbo hili la Mwanga, ndugu yetu Mheshimiwa Joseph Tadayo yuko hapa, lakini wapo pia wabunge wote wa mkoa wa Kilimanjaro. Pengine kwa ajili tu ya uwakilishi wote wasimame kwa sababu bunge sasa linaendelea, kwa hivyo tumekuja huku kwa uwakilishi tu, lakini nimeona mtambue kwamba na wao wako hapa kwa ajili ya kumsindikiza baba yao, kumsindikiza kiongozi wao ambaye walimheshimu sana, na naamini wataendelea kumwenzi siku zote kwa yale ambayo ameacha, na wao waendeleze kuanzia pale alipoishia yeye. Mnaweza kuketi. Baba Askofu, sisi tulioko hapa kila mmoja wetu amekusikiliza kwa makini sana, na katika hali ya kawaida tukiwa mahali kama hapa, kuna neno linasemwa alafu unasema hili naona kama linamhusu fulani, lakini kuna neno linasemwa unaona linakuhusu wewe. Kwa hivyo kila mmoja amechukua lile ambalo yeye linamhusu. Lakini mimi niliamua kusikiliza kwa makini sana ule wimbo uliokuwa unasema mbinguni tunao utayari. Na nikasema lile beti, kwa kweli mimi ninakushukuru kwamba ulituruhusu wengine tusiimbe ambao hatuna utayari wa kwenda sasa. Kwa nimesema niseme hilo kwamba watu sisi ambao tuna uchaguzi mwaka huu 2025 hatujaimba ni kwa sababu si kwa sababu hatutaki kwenda mbinguni, lakini tunataka kwenda mbinguni ila baadaye. Kwa sasa hivi tunawaza uchaguzi, na hapa tunaye Dr. Samia Suluhu Hassan ambaye tunamtarajia kuwa rais wetu. Kwa hivyo hatukutaka kabisa asogelee huo wimbo na kuimba. Na sisi wengine pia wenye matarajio kama hayo kwa kweli hatukuimba, na tunakushukuru sana kwamba ulituruhusu kwamba beti hilo tusio tayari tusiimbe. Kwa hivyo ndugu zangu, tuendelee kujifunza kwa baba huyu ambaye amelala hapa, na wakati wetu utakapofika wa kuondoka, watu wawe na cha kusema kile ambacho kitakuwa kinampendeza Mungu. Mungu awabariki sana. Mwenyezi Mungu ailaze roho ya marehemu mahali pema peponi. Amen.